Na mtazamaji wa TBC, karibu katika mfululizo huu wa vipindi ambavyo tunaendelea kukuletea kutoka katika viwanja hivi vya Dr. John Malechela hapa Nzuguni jijini Dodoma, mkiwa ni maonyesho ya kilimo hapa ambako shughuli nyingi zinaendelea kuendeshwa hapa na taasisi nyingi ziko hapa ambazo ziko karibu na wananchi kuweza kuwapa huduma ya kuwapatia elimu. Sasa nipo katika Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania hapa, nao ni miongoni walioshiriki katika maonyesho haya ya Nane. Pengine huenda wana ujumbe mkubwa sana ambao wamekuja nao katika maonyesho haya ya Nane na tusikie ili tuweze kufahamu ni nini zaidi. Karibu sana, jitambulishe. Asante, mi kwa jina naitwa Agnes Mtawa, ni msajili Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania. Na tuko hapa Dodoma Nane. Tunawakaribisha sana wananchi wote ili waje wajue kazi za Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania. Lakini pia tunawakaribisha hata wanataaluma ili waje wapate ufahamu kuhusu baraza lao la uuguzi na ukunga, maana kuna wengine huwa wanachanganya kati ya chama cha kitaaluma pamoja na baraza la uuguzi na ukunga. Lakini pia hapa tunatoa elimu juu ya usajili wa awali ambao tunaita indexing. Tunatoa pia kuhusu masuala ya elimu ya kujiendeleza almaarufu kama CPD, lakini na uhuishaji wa leseni. Na pia tunawasaidia wale ambao wamekwama katika kujisajili kwa ajili ya kuhuisha leseni zao, lakini pia tuna usajili wa mitihani ya leseni. Sisi huwa tuna mitihani ya usajili na leseni. Ili mtaaluma huyu aruhusiwe kwenda kutoa huduma, lazima apitie kwenye mtihani unaotolewa na baraza na baadaye anapewa leseni kwa ajili ya kwenda kutoa huduma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi wote wakiwemo wanataaluma. Tuko hapa kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwasaidia na kuwapa elimu. Tunafahamu serikali imewekeza asilimia kubwa sana uwekezaji katika sekta ya afya, na ninyi kama baraza ni kwa namna gani mnahakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma zilizokuwa bora zaidi mnapokuwa mnasajili huko? Naam, kama nilivyosema kwamba wataaluma wote wanaotoka ndani au nje ya nchi, lakini wanaotoka kwenye vyuo vya serikali pamoja na vyuo binafsi, sisi wote tunawasajili. Lakini tunapowasajili tunataka kwanza kujihakikishia kwamba je, hawa wanataaluma kweli wana elimu ya pamoja na vitendo kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ndio maana tunatoa hii mitihani na kuwasajili. Lakini pia tunasimamia masuala ya nidhamu, masuala ya tunasema ethics, masuala ya maadili. Ni Baraza la Uuguzi na Ukunga tuna kitu kinaitwa Code of Ethics. Pia hiki tunasisitiza sana kwa wataaluma wetu wanapokwenda kutoa service, huduma, wanapokwenda kutoa huduma kwa wananchi, kwamba wahakikishe wanatoa huduma yenye ubora, yenye maadili, lakini na kuheshimu utu wa mtu. Lakini pia kuhakikisha wananchi wanatoa ridhaa, kwa sababu wananchi hawalijui hili kwamba anaweza akaenda kupata huduma lakini lazima atoe ridhaa kwamba hii huduma nitaipokea au siipokee. Lakini pia ana uhuru wa kumchagua hata mtaaluma wa kumpa ile huduma. Kwa hiyo wananchi wasiwaogope hawa wanataaluma, wajue kwamba wale wako kwa ajili yao, kwa ajili ya kutoa hizo huduma. Lakini pia baraza tunashughulikia hata wale wanaokwenda kinyume na maadili. Tunapopata taarifa tunawashughulikia kwa mujibu wa sheria ya uuguzi na ukunga ya mwaka 2010. Na washughulikia kinamna gani? Moja ya adhabu angalau mwananchi anaweza kaifahamu? Moja ya adhabu kwanza ni kumfutia kabisa ile leseni pamoja na vyeti, anavirudisha baraza, kwamba sasa akatafute kazi nyingine. Haruhusiwi kabisa kutoa huduma ndani na nje ya nchi. Lakini ya pili, huwa tunamsimamisha kwa muda fulani ili akajirekebishe, akae labda mwaka mmoja, miaka miwili, na anaporudi pia
kupata zile anaporudi kwenye kituo chake cha kazi anakuwa kwenye uangalizi ili kujua kama amejirekebisha au hajajirekebisha. Lakini pia tuna adhabu ya karipio au onyo kwa wale wote ambao wanakwenda kinyume na maadili ya uuguzi na ukunga. Maonyesho haya yamebebwa na kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira mwaka 2050. Tusimamie kwenye eneo la dira, utekelezaji wa dira mwaka 2050. Ninyi ukali mmelibeba lini? Mmebeba kwa kiasi gani kama baraza la uuguzi? Sisi katika dira kuna kipengele kinachotaka kupata wataalamu wenye ujuzi na wenye tija. Kwa hiyo sisi ndio tumesimamia hapo kwa sababu tunasajili wataalamu. Kwa hiyo tunajikita katika kuhakikisha kwamba wataalamu wanaosajiliwa kwenda kutoa hii huduma ni wale wenye weledi na wenye elimu ya kutosha, ili sasa waweze kulisukuma hili gurudumu kufikia dira 2050 ambayo inataka wananchi wapate huduma iliyo bora na iliyo salama. Unawaambia nini sasa Watanzania na waliopo pia katika maonyesho haya? Nawaambia kwamba nawakaribisha sana kwenye banda letu la Baraza la Uuguzi na Ukunga, kwamba hapa tunatoa elimu mbalimbali, lakini pia tunaratibu mambo mbalimbali yanayohusu huduma ya uuguzi na ukunga. Lakini nataka kuwahakikishia kwamba wawe na amani na wawatumie hawa wataalamu wetu kadiri iwezekanavyo, na sisi hapa tutawapa yale mambo ambayo wanaweza wakatuona sisi kama yatakwenda ndivyo sivyo, lakini pia tutawapa miongozo mbalimbali. Pengine kuna kitu sijagusia kuhusu hata mafunzo. Kuna vyuo vingi na kuna vingine vinaanzishwa ambavyo bado havijafikia kile kiwango. Kwa hiyo pia sisi tunatoa ushauri kwamba wanaweza kusoma kozi gani, vyuo gani vya uuguzi na ukunga ambavyo vimesajiliwa na vinatambulika. Kushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji, hayo ni machache tu ambayo ameyazungumza hapa mama yetu, lakini pia unaweza ukafika katika banda hili la Baraza la Uuguzi na Ukunga ambako unaweza kupata elimu zaidi. Hawa ndio wanaohakikisha katika utoaji pia wa leseni kwa wale ambao wanapata taaluma kwa ajili ya kwenda kuhakikisha wanatoa huduma iliyokuwa bora kwa mwananchi. Kutoka katika banda hili, mimi ni Khalfan Binde, piga picha ni Mesfuli Mnuo.